katika hali za mad'uwin watu wenye kulinganiwa kuna utofauti, na tofauti zao zinakuja kwa kadiri ya ujinga walionao, ala kadri yani jahlihim, kwa kadiri ya ujinga wao, na hukumu inakuja baada ya hapo kumhukumu mtu. Lakini kitu cha msingi ni kwamba ni kufahamu kwamba watu katika ujinga mkubwa wa kufahamu ule Uislamu sahihi ni upi, na vitu hivi ni katika vitu vilivyoudhoofisha kwa kiasi kikubwa sana Uislamu. Uislamu umeingia katika miji kwa miaka mingi sana, pamoja na kwamba ulipita baadhi ya maeneo ukiwa umeletwa na walinganizi, lakini asilimia kubwa waliokuja nao hawakuwa watu wa kielimu, walikuwa ni Waislamu tu wa kawaida, kufanya biashara na wengineo. Na hasa katika ukanda wetu huu Uislamu haukuja kama daula, tofauti na baadhi ya sehemu nyingine. Uislamu ulipoingia, Uislamu uliingia kama daula, imara islamia, kama vile Uislamu ulivyoingia Masri, ulivyoingia Libya, Tunisia. Uislamu uliingia siku nyingi katika miji ya Qayrawan waliokuwa na masahaba kule, kadhalika Algeria, kadhalika Morocco, Al-Maghrib, kadhalika Mauritania, kadhalika Mali na sehemu nyinginezo. Uislamu uliingia kama imara, ukaingia kwa njia ya utawala wa Kiislamu, kiasi ambacho walifanikiwa kuwabadilisha watu wake kutoka kwenye asili yao moja kwenda katika asili nyingine, kutoka katika lugha zao kwenda katika lugha nyingine. Mambo yalikujaribika baadaye, baada ya kuja wakoloni ndio mambo yakaharibikia, lakini hata lugha wakaacha lugha zao, zikawa kuna lugha ya Kiarabu ndio ambayo imetawala, ikawa ndio na mamlaka, yani ndio lugha rasmi. Watu walikuwa na lugha zao, Babaz, Barabira wale walikuwa na lugha zao, wengine wanazungumza Kihausa, wengine lugha nyinginezo, wengine wakizungumza lugha ya Kikibti kama wa Misri na wengineo. Lakini ulipokwenda Uislamu ikabadilika, ikawa kutokana na utawala wa muda mrefu na daula ya Kiislamu ikasimama kwa muda mrefu, ikawa Uislamu kule madhahiri yake yako wazi. Na huku kwetu ilikuwa tofauti, zilikuja baadhi ya familia na baadhi ya wafanyabiashara mapema kabisa, wakawa ni watu wamekuja tu ima kukimbia katika miji yao kwa sababu ya kuogopa watawala waovu, kama ibn al-Julunda Said wa Suleiman walipomkimbia Hajjaj bin Yusuf, wakaja katika mwambao wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo hili limeleta athari kiasi ambacho ule Uislamu ule wa kimafunzo hasa haukuwepo mpaka walipokuja baadhi ya maulama, hasa kwenye karne ya 12 na 13 Hijiria, ndio ikaanza nashati ya ilmu katika baadhi ya miji. Elimu ikawa ni maftuh kwa watu wote, lakini huo Uislamu wenyewe ulipokuja nao ukaja na tarika ya tasawuf, kwa sababu asilimia kubwa ya mafunzo haya yalitoka sehemu za Hadramaut, na hasa al-Alawiyun wakawa wamekuja na Uislamu uliokuwa umebebwa na tasawuf, ikawa umeingia kwa watu na wao ndio wakawa walimu wa dini. Kwa muda mrefu yale mafunzo hasa ya kwamba haya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yachukuliweje, ikawa jambo hili lina ugeni, halipo kusema kwa kiasi fulani, ikawa watu fulani tu ndio wanaonekana katika namna fulani. Nisirefushe maelezo kwa sababu nikianza kuyazungumzia haya na historia ilivyokuwa na ikoaje,
wa usufi ulikuwaje na uliingia vipi, kwa sababu pia watu wa Hadhramaut hawakuwa na usufi mpaka alipohamia Ahmad ibn Isa al-Muhajir ambaye vile vile ni katika Alawiyuna kutoka Iraq akaja Hadhramaut, mpaka zama za al-Faqih al-Muqaddam tasawufi kai imeshtadi mwaka 600 na kitu, lakini asili yake hawakuwa katika tasawuf, na haya yana uthibitisho vile vile. Sasa nataka kusema kwamba kwa huku kwetu ikawa ule Uislamu mwanzo kabisa ulikuja kwa afradi na jamaati ambazo makabila fulani, watu fulani wamekuja katika mji fulani katika njia ambayo si rasmi, yani ile ya ilmu na kutumwa wajumbe, hasa kama wajumbe walivyotumwa kwenda Yaman kufundisha dini, kama walivyokwenda Masri, kama walivyokwenda Tunis, kama walivyokwenda Sham, kama walivyokwenda Iraq na sehemu nyingine. Huku kwetu haikuwa hivyo, ni watu binafsi wakawa wamejitolea mpaka Uislamu ukaenea, ukafika Uislamu katika visiwa, ukafika katika pwani, katika miji ya Banadir huko Somalia, kadhalika katika miji ya Pate na Amu na Mombasa, Tanga, Unguja, Pemba, Kilwa na sehemu nyinginezo. Uislamu ukaingia katika upande wa bara na ukaenea Uislamu mpaka Sofala, Msumbiji huko. Almuhimu ni kwamba Uislamu ulikuja kwa njia hizo, lakini pia walikuja wasomi, lakini wasomi waliokuja walikuwa wasomi wa kiibadhi, walikuwa hasa katika utawala wa Kibu Said, walikuwa ndio mufti, ndio mashekhe kwa upande wa maibadhi. Nashati yao katika taalimu kwa mujtama haikuwa kubwa sana ukilinganisha na nashati ya Baalawi al-Alawiyun. Wao ndio walikuwa na nashati kubwa ya taalimu, ikaenea taalimu katika miji na tarika yao ya Alawiyya ikaenea sana, lakini pamoja na tasawuf. Sasa ukilifahamu hili ndio utaona sasa matatizo yanaanzia wapi. Mathalan, utazungumza suala la mwanamke kujisitiri kwa mujibu wa aya na hadithi na mafunzo ambayo yamefunzwa kwenye Uislamu. Ukimwambia kwamba mwanamke atakiwa avae hivyo, kwambia kwa mimi ni Ansari, kwani mimi ni Ansari. Sasa mimi nilikuwa nataka labda aje shekhe katika upande huo wa tasawuf aeleze kwani mwanamke wa Kiislamu atakiwa avae vipi, au ile hijabu ya Kiislamu ikoje, hijabu ya Kiislamu ikoje. Maana huyu mfuasi wako asema mimi si Ansari, kwa mimi Ansari. Mwanamke atakiwa avae hijabu kwa ukamilifu wake, akwambia kwa mimi Ansari, mimi si Ansari. Kwa hiyo anaona iko huru maadamu yeye si Ansari, kama wanavyoita Ansari ndio na taasisi, si madhehebu. Sasa wao wamechukulia hivi, tutazungumza kwa lugha yao, mimi si Ansari. Kwa hiyo aona kwamba maadamu yeye si Ansari ni ruhusa kwake yeye kutoka akawa mabega wazi, kichwa wazi, akazurura mtaani, pengine kanga zake mbili na gauni lake na rinda lake, aona kwamba mimi si Ansari, kwa mimi Ansari. Yani aona kwamba ni halali kwake yeye kufanya hivyo kwa sababu yeye si Ansari. Mnifahamu nini? Kwa sababu wale wanaowafuata wanafanya taksiri katika kuwafahamisha mwanamke wa Kiislamu atakiwa avae vipi. Zamani kulikuwa na kuna mabaibui ya Kiswahili wanawake walikuwa wakiyavaa, haya jambo yale, lakini ilikuwa yakivaliwa katika munasabati. Kama atatoka atakwenda safari kidogo, atavaa baibuli yake la Kiswahili. Kenda kwenye matanga, kwenda kwenye vitu gani, atavaa baibuli yake la Kiswahili, lakini kwenye munasaba maalumu tu. Si vazi kwamba hili ndio vazi la mwanamke alivae. Tumefahamu? Na wengine wakaishia kwamba kuvaa kanga mbili tu yatosha. Mwanamke anajifunika utaji, kanga mbili zatosha. Tatizo liko wapi? Tatizo wale waliowafikishia hawajawaambia kwamba Uislamu kwani ni upi. Na haya ni matatizo makubwa, si matatizo madogo.
Kwa hiyo watu wanataka kujenga ukuta juu ya ule Uislamu wa sawa sawa uliofundishwa, ataka kujenga ukuta ili asifuate kwamba mimi si Ansari. Na kwa wanaume kadhalika kwamba hili halifai, wewe hutakiwi wewe kuzinyoa ndevu zako. Mimi kwa nini Ansari? Teka ndevu kama Ansari. Kwani huyo mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha vipi? Asemaje? Tuache mambo ya Ansari, tujalie kwamba haupo. Huu ni upotofu, haupo kabisa tuseme. Kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye afundishaje? Sisi tumeelewana. Lakini sasa hiyo ni sunna tu. Si ndio hivyo? Tunasema hiyo ni sunna tu basi. Ya nani? Sunna ya nani? Mafunzo ya nani? Kwa maana sunna kwamba sio lazima. Sasa mbona wewe wabeza na wazisema vibaya? Nawe bwana majidevu hayo bwana, mtoto mdogo sasa unakuwa madevu mengi bwana. Si wewe ndio ulisema sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona ya kukera namna hiyo madevu? Kwa nini nimekuaje weka ndevu nao hawa wazicheka sasa? Kumbe jambo haliko katika Uansari. Wao wanaona kwamba ni ule umagharibi umeingia kwamba lazima uwe smart kabisa. Smart ni kwamba usiwe na ndevu. Kwa hiyo imekuwa yale mafunzo aliyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanayakataa kwa namna nyingine. Sasa wameaminishwa kwamba haya ni mambo ya watu fulani, Ikiwa wewe utaamua kuacha kwamba jambo hili kwani hili ukihoji tu hivi kweli mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha hili, na wewe ushakuwa Ansari siku hizi. Wewe huruhusiwi kuhoji kwamba je, kwani hili mtume kalifundisha? Maadamu umelikuta wazee wanalifanya, lifanye hivyo hivyo, usiulize. Mathalan umekwenda pale labda kwenye ikdi, waambiwa lete ubani, lete moto hapa na ubani. Ukiuliza tu kwani huu moto na ubani huu vipi huu nao pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiutumia kwenye kuomba? Tushakuelewa kwamba wewe ni Ansari sasa. Sasa hakuna kuuliza. Utaka kujua haya yametoka wapi, usiulize bwana. Wewe endelea hivyo hivyo, maadamu umeyakuta haya basi fanya hivyo hivyo. Ukiuliza tu tayari wewe ushaharibikiwa. Unaona siku hizi unaona watu wakuwekea alama za kuuliza, mbona tumuelewi huyu? Allahu almusta'an. Lakini uzuri katika zama fulani Sheikh Al-Amin bin Ali rahimahullahu ta'ala, Sheikh Al-Amin bin Ali ni katika wanawachuoni wakubwa wa Afrika Mashariki. Amewasomesha mashaikh wakubwa katika Afrika Mashariki. Sheikh Al-Amin bin Ali alifariki mwaka 1947 katika wanawachuoni wa Mombasa. Ana kitabu kimeandikwa Hidayatul Atfali. Amekiandika mwenyewe sana, amekiandika kitabu hichi kwa ajili ya Madrasatul Ghazali kule Mombasa. Baba yake alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, na huyu bwana aliwahi kuwa chief kadhi wa Kenya. Ni katika watu waliopaza sauti kwa kiwango fulani katika kupinga mambo mengi ya uzushi. Ndio ikaanza kupatikana nafuu, wakaja wakapatikana wanafunzi wake kama kina Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui, wakaja wakapatikana Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi na wengineo. Kidogo ndio kaanza kupatikana muangaza katika baadhi ya mambo. Katika Hidayatul Atfal yasomeshwa katika madarisi hizi madarisi wanaisomesha Hidayatul Atfal, lakini wakikusomesha unakupata adhari kabisa. Huyu bwana alikuwa na mwelekeo wa Kiwahabi, huyu ana mwelekeo wa Kiansari huyu. Kwa mambo yake mengine yaache. Miongoni mwa mambo aliyoyataja kwamba ni uzushi, masala ya maatim, mambo ya matanga, kwamba haya hayapo. Hii ni katika niyaha, katika kuomboleza kusikofaa, akataja kwenye kitabu chake kile. Kadhalika masala ya kufuata jeneza kwa sauti, kwa tahlili na mengineyo, kwamba haya hayapo, ameyataja haya. Kadhalika mambo ya madufu na mengineyo ameyataja mule kwamba haya hayamo.
Kwa hiyo kidogo ikawa imepatikana wale wanaozungumza kwa sababu kuna mtu aliwatangulia na alikuwa ni mtu mzito, si mtu mdogo, kwa sababu amewasomesha mashekhe wakubwa katika mashekhe wao wa tarika ya Alawiyya, na aliwahi kuwa chief qadhi, na baada yake akawa chief qadhi ibn ammi yake, ibn akhi, mtoto ndugu yake, na baada yake akawa chief qadhi Sheikh Abdullah Saleh Farisi. Kidogo ikaonekana kuna mwamko fulani hivi watu kufahamu, lakini ulimwengu ulikuwa katika giza totoro kabisa na kufanya vitu ambavyo havipo. Muislamu lakini wakati huo ana matambiko, ukimkataza kwambia lakini sio Ansari, basi tambiko, mtu afanya tambiko alafu waambiwa sasa mimi, kwani wewe Uislamu wasemaje? Wakubali haya? Kila watu na mila zao bwana. Kuna mila za Mwafrika, Waafrika wana mila zao, Waarabu pia wana mila zao. Allahu almustaan. Haya inahitaji darasa zaidi ya moja. Athari mbaya zilizoletwa na tasawuf katika mujtamaa wetu na duati hawa ambao wamefanya ihmali na mambo kama haya. Watu wakitambika miji bwana. Alhamdulillah, humu sidhani naona sasa hivi mambo yamekufa, lakini zamani katika miji mingine mpaka leo bado yanaendelea, watu hutambika miji, wakaizingua miji kwa mazunguo. Yametoa wapi mambo haya? Kumbe ni ibada ya wenye kuabudu ng'ombe. Watu huzungusha ng'ombe katika miji, alafu wakisema kwamba wanaondoa nuksi katika miji na kuleta kheri, wakizungua miji. Haya ni mambo hayako katika Uislamu, lakini watu wameyafanya, na waliofanya waonekani watu wakubwa, na hata kama wengine hawafanyi, lakini walikuwa wakiyakubali, wakiyapasisha. Pengine yeye ndo akitia Fatiha kwa mambo, akianza sema hadhrat al-habib al-mustafa al-fatiha, kwa anayabariki, mambo yanafanyika. Wewe ukija ukisema mambo haya fulani alikuwepo bwana, fulani alikuwepo mwenyewe, mwanachuoni mkubwa, hata Azhari walikuwa wakimtambua huko, mbona hajasema kitu? Leo wewe, basi mambo yamekuwa namna hiyo. Nasallallahu al-afia wassalam. La tasalu an ashya, msiulize. Haya ni mambo yanahitaji darasa maalumu kabisa. Je, Uislamu ni upi? Maana ukishaambiwa hili sasa mimi sio Ansari, sasa ule Uislamu ni upi? Haya ni mambo yanahitaji maelezo peke yake kabisa, zaidi ya mwezi elezo. Uislamu ni upi? Kama ikiwa huu ni Ansari, sasa ule Uislamu ni upi? Ndio inatakiwa watu wafahamu. Pengine kwenye watu 10,000 akaelewa mtu mmoja tu, hiyo mfaida tayari. Si lazima watu waelewe watu wote, kwamba wale wasikia kina hawajaelewa au hawataki tu, lakini akifahamu mmoja tu kwamba hili lilikuwa ni tatizo, yatosha. Baada ya miaka 10 akafahamu mwingine mmoja, basi tosha. Hiyo ndio uwezo mwisho wa juhudi yetu. Wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Tatosha kwa leo. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Katika